mambo yanakuwa vizuri kabisa. Lakini pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii pale Instagram ni TV3 Tanzania pamoja na TV3 Sports, mambo yanakuwa ni uzuri kabisa. Rasmi sasa tumefungua ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Kuna rekodi ambazo zimewekwa. Ngoso Msiu atakwenda kutupitisha katika rekodi mbalimbali ambazo zimewekwa katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi kati ya kikosi cha Pamba Tupu Salinda na Wanakawekamo dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Mimi ya kwangu tu ni Beno Ngasa amefunga goli la kwanza la msimu. Amekuwa mchezaji wa kwanza. Karibu. Nafikiri ligi imeanza rasmi. Ligi ambayo tumekaa takriban siku siku kama 70 hivi tokea ilipoisha na mpaka sasa hivi. Lakini kwenye mchezo wa kwanza ambapo umechezwa kati ya Pamba na Dodoma Jiji, kwa maana ndio ilikuwa mechi ya kwanza ya msimu uliopita. Kwa hiyo ni ya msimu huu. Kwa hiyo ni rekodi ya kwanza kwamba mechi ya kwanza imechezwa kati ya Pamba dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini rekodi nyingine ni kwamba kwenye mchezo wenyewe sasa, kama ambavyo umezungumza, bao la kwanza siku zote ndio huwa ambalo linabeba taswira kubwa sana ya nani alikuwa wa kwanza kufunga, na Beno Ngasa ndio amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga bao. Lakini na captain wa Dodoma sio wa Dodoma, nafikiri ni wa Mwanakibuta. Mwanakibuta ndio mchezaji wa kwanza kupewa kadi ya njano. Na tukumbuke pia atakuwa na kadi nyekundu kwenye mchezo wa leo, hivyo record ya kadi ya njano inabaki kuwa ni kwake. Kwa hiyo kumekuwa kuna hizo record chache kujitokeza chache, lakini pia kadi ya njano aliyopewa yeye ni tofauti na kadi ya njano ya madhambi ya uwanjani. Hapo tunafuatia kwenye masuala ya kielimu. Kama mwana michezo naye alikuwa anajua kwa nini Beno Mwanakibuta amepewa kadi ya njano. Nadhani tutakuja huko. Tusalie kwanza kwenye mchezo alafu tutakuja kutizama scenario ya goli la kwanza ambalo wamefunga Dodoma Jiji. Kama ambavyo unajionea bwana Ngoso Msigo, na mtazamaji pia anapata nafasi ya kujionea. Alikuwa ni Edgar William Duma ambaye yeye alikimbia pembezoni akapiga cross-ten, Beno Ngasa akaenda kufunga, lakini watu wengi wataangalia Beno Ngasa akafunga. Tukumbuke Beno Ngasa anacheza upande wa kuume, upande wa kulia, na center forward alikuwa ni Saliboko. Kwa nini linaonekana kwamba ni goli jepesi, lakini kwa mimi natafsiri kwamba ni instincts au tuniseme kwamba ni uwezo wa Beno Ngasa kunusa harufu na kuweza kusoma mazingira ya mchezo. Ukienda mwangalia Beno Ngasa alikokuwa anaelekea, alafu mshambuliaji alikuwa anaenda kuattack ule mpira, alikuwa nafikiria angeweza kupewa ule mpira, Saliboko aliangushwa. Manake Beno ikabidi apige wanasema diagonal run kutoka kwenye upande ambao alikuwa anashambulia kwenda kwenye sehemu nyingine ili aweze kwenda kucheza ule mpira. Uwezo ule wa kuweza kutambua kwamba eneo fulani ndio eneo sahihi mimi kwenda kucheza mpira ni sehemu ya kwanza ambayo inaenda kutofautisha mchezo wenyewe. Lakini nini ambacho pia kilitokea kati ya mlinda mlango pamoja na backline? Utaona kulikuwa kuna kukosa mawasiliano baina ya beki na goalkeeper, lakini pia beki wa pili na goalkeeper. Maana yake pale inapotokea watu wa timu moja, mpo wawili mnagombania kitu kimoja, ni rahisi kwenu nyinyi kukosa hiyo nafasi, kwa sababu mtakuwa mnawaka kwamba atacheza mwenzako. Kwa hiyo pale ndipo ambapo anaweza kapata mwingine nafasi na akaenda kaucheza. Lakini pia angalia kati ya goalkeeper na beki wa kwanza, nafikiri Beno alikupata mpira, amekuja beki mwingine pia na yeye akaingia kwenye huo mtaguso pamoja na goalkeeper, na pia Beno akafanikiwa kuwini mpira kwa mara nyingine ya pili na akaenda kufunga. Lakini kitu kingine ambacho kinatofautisha Beno sasa kwenye hilo goli ni kufuatilia tukio mpaka mwisho. Kuna uwezekano angekuwa ni mshambuliaji mwingine labda asingeenda to that much extent, lakini yeye amepiga diagonal run, ameugusa mpira wa kwanza, hajatosheka akaenda kugusa mpira wa pili mpaka alipofanikisha lengo lake. Kwa hiyo pia hiyo ni characteristics nyingine tena kwa mchezaji kwamba huyu alikuwa anajua nini alichokuwa anakifanya. Kwa hiyo alikuwa na mkimbio sahihi. Hebu director tuwekee hiyo diagonal run ili mwana michezo aweze kuiona, kwa sababu neno kidogo la kitaalamu. Mwangalie Beno alipokuepo. Hapo angalia anakukimbia, anakimbilia kuelekea wapi? Anaingia anapasua, anaenda kama anakata hivi kama
anaenda moja kwa moja anasema opposite na eneo lake alilozoea yeye. Maana yake anaenda kwenye mkimbio ambao unaenda kwenda kwenye kama kibendera cha upande mwingine, wakati yeye ilibidi awe kwenye kibendera kingine. Sasa ile diagonal run ambayo alikuwa anaikimbia yeye ndio ambayo imetengeneza mazingira rahisi kwa yeye kwenda kuupata mpira, lakini pia kutengeneza confusion kwa wale ma center back pamoja na tuseme defense area, kwa sababu hata goalkeeper alikuwa ni sehemu ya huo mchanganyo ambao ulimfanya yeye akanufaika. Sawa sawa. Na mimi ninacha kuongeza. Karibu. Na unajua ukilitazama hili ni goli ambalo limezaliwa kutokana na mpango kazi wa Dodoma Jiji. Toka mchezo unaanza, Dodoma walikuwa hawahitaji kusirculate mpira sana kwenye maeneo ya katikati ya kiwanja ili waweze kufika kwenye eneo la Pamba. Asilimia kubwa ya mipira ilikuwa inapigwa ni mipira mirefu. Na hata mpira ulikuwa ukiwa kwenye mikono ya Ali Salim, mara nyingi unaona alikuwa anawaambia wachezaji wake kwamba twende mbele ili nipige mpira mrefu, halafu then tujue tunashambuliaje. Sasa plan ilikuwa ni kwamba kwanza wanahakikisha wanawini mpira wa kwanza, kwa maana ya kwamba baada ya mpira mrefu kupigwa kama ambavyo unaona pale alipiga Lisali mpira mrefu sana, wanahakikisha kwamba mpira wa kwanza wanauwin. Kama itashindikana kuwin mpira wa kwanza, basi mpira wa pili wanajaribu kuweza kuwin. Kama unavyotazama pale mpira baada ya kupigwa, Saleh Karabaka ameugonga kichwa ambapo umeenda nyuma, lakini kabla Karabaka hajaugonga ule mpira kichwa, wachezaji wa Dodoma Jiji kwenye namna ambavyo walikuwa wanajiandaa kuokota second ball kwenye maeneo mbalimbali kumzunguka Judika, hicho kinakuonyesha kwamba ulikuwa ni mpango wa kwamba hii mipira mirefu inayopigwa, kitu cha kwanza ni mpira wa kwanza, kitu cha pili ni mpira wa pili, ili kuhakikisha kwamba sasa tunaanza kushambulia kutoka hapo. Lakini nenda katazame namna ambavyo Judika ameugonga ule mpira, ikazaliwa second ball ambayo imekuwa kwenye eneo ambalo ukijaribu kutizama kwa Pamba kwenye namna ambavyo walikuwa wanacheza, ilikuwa ni eneo ambalo ni la udhaifu. Kwa nini? Kwa sababu Pamba walikuwa wanazuia na mabeki watatu. Yaani walikuwa wanacheza na system ya mabeki watatu timu ikiwa na mpira. Kwa hiyo unaona mpaka Edgar William anaenda kukimbia kwenye ile nafasi ya ule upande wa kushoto wa kuzuia kwa Pamba. Mpaka muda ule Pamba kwenye mstari wa mwisho walikuwa na wachezaji watatu. Kwa hiyo maana yake ile ilikuwa ni space ambayo kuna wingback mmoja alikuwa bado hayupo kwenye position yake. Kwa hiyo ni bao ambalo kwa kiasi kikubwa limetokana na namna ambavyo mwalimu alitaka timu yake leo icheze, kwa sababu ilikuwa ni mipira mirefu tu, na hata moments nyingi ambazo zimezaliwa kwenye huo mchezo kwa upande wa Dodoma zilikuwa ni kitu kama hicho, kwa maana ya kwamba tunapiga mpira kwenye maeneo ya pembeni, kwa sababu tuna watu ambao wanaweza wakakimbia sana, akina Beno Ngasa, akina William Edgar, lakini pia Saliboko ni mtu ambaye pia anaweza akarun sana nyuma ya safu ya ulinzi wa pinzani. Kwa hiyo I think ni moja kati ya goli ambalo ni zuri kwangu mimi, kwa sababu limetokana na kile ambacho mwalimu alitaka. Sawa. Ulikuwa unataka kujazilizia kitu hapo? Mimi nilichotaka kusema ni kwamba kitu kikubwa ambacho nimekiona kutoka kwenye hili bao, kwanza ni bao ambalo unasema toka mpira unatoka kwa mlinda mlango limeguswa na wachezaji tena watatu nafikiri wa Dodoma Jiji, mbali na mlinda mlango. Yaani umepigwa mpira mrefu, kanudiwa header, ikapigwa cross, mwisho wa siku akaenda kambani. Kama ambavyo alikuwa amezungumza Steve, inaonekana kwamba ni mpango kazi, kwamba sisi tunahitaji kuwa na miguso michache kuelekea kwenye lango la timu pinzani, kwa maana kwamba tunufaike na yale mazingira ambayo unakuta sometimes kwa maana kwamba mpangilio au defense ya timu pinzani inakuwa pengine haiko kwenye nafasi nzuri zaidi ya kureact na kuweza kujipanga vizuri. Ndio kitu ambacho kiona kimetokea pia kutokana na kile ambacho wamekifanya Dodoma Jiji. So kingine ambacho nilikuwa nataka kuzungumza ni kwamba kimeonyesha commitment kwa wachezaji, kwa maana kwamba hiyo run ambayo ameifanya Beno Ngasa kutoka kwenye eneo alipokuwa mpaka anakwenda kumalizia, lakini pia attempt ambayo amefanya na kurejelea tena, inakuonyesha kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa na commitment. Yaani huwezi ukasema kwamba labda ni ufundi mkubwa sana ameonyesha kwenye bao ambalo amefunga, lakini ameonyesha commitment. Yaani ukizungumza lile bao zima, kitu cha kwanza ambacho unaona ni watu walikuwa yani kila mmoja amejitoa kwa kadri ambavyo walipaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba anatimiza majukumu yake. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho nadhani Dodoma Jiji walifanikiwa. Na mwalimu hapana shaka ni moja kati ya vitu ambavyo yeye mwenyewe hata akitazama kile ambacho kimefanyika anajivunia kwamba inaonekana wachezaji wangu au watu wangu
wanaamini kwenye kile ambacho mimi najaribu kuwaelekeza ukifanya, na ndio maana kila mmoja anajaribu kukifanya kwa uwezo ambao anaweza kufanya. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho nimekiona. Lakini pia kitu kingine ni maelewano. Mtazamo wakati nafikiri alikuwa ni Judika Mafie wakati anaruka kunodi ule mpira, alafu mwangalie William Edgar alipokuwa na kile ambacho alikifanya wakati mpira unaenda kudondoka kichwani kwa Judika Mafie. Tayari ni kama vile alishajua kwamba kuna eneo ambalo kuna space ilikuwepo na akawa ameshaanza kujiandaa kuexploit ile space. Na ndio maana mpira wakati unadondoka ukiangalia hapo ukimtazama unamuona jinsi mahala alipokuwa. Yaani tayari ni mtu ambaye alikuwa anajiandaa. Na mpira tulivyotoka moja kwa moja akatoka na explosive pace. Yaani kasi ya haraka kabisa kwenye nyakati ambazo pengine hata walinzi wa Pamba Jiji hawakuwa wametegemea hiyo reaction yake, na moja kwa moja akanufaika kuwa mtu ambaye alikuwa kwenye advantage zaidi ya kufikiria hatua moja mbele ya nini ambacho akifanya kabla ya kwenda kufanya. So nadhani hivyo ni vitu viwili vikubwa ambavyo nimeviona, kwa maana commitment, lakini pia maelewano ya hawa wachezaji. Na ndio maana pia wakati tunasema William Edgar anaendelea kujaribu attack box la timu ya Pamba Jiji, unamuona Benongasa anaendelea na safari yake, kwa naamini kwamba mchezaji aliyopokea ile mpira anaweza kauleta mpira kwenye ile eneo, na ndio maana kaongeza kasi ya kwenda kule. Bwana, la pili ni bao la pili kwenye mchezo, lakini la kwanza pia kwa Pamba Jiji, kwa sababu mchezo ulitoka kwa moja. Kwa hapo kuna namba nyingi sana Yasin Majengo. Alifunga mabao mawili. Ni bao la kwanza kwa Pamba Jiji, ni bao la pili kwenye mchezo. Kwa hiyo 2 na 1 zimechezwa sana. Kwa hivyo amefunga Judika Mafie kwa upande wa Pamba Tupi Salina, lakini ukitizama namna ambavyo alikwenda kudhibiti mpira golikipa wa Pamba wa Dodoma Jiji Ali Salim Khator, ni kama alifanya uzembe hivi kwenye udhibiti wa ule mpira. Yeah, ni kweli itaonekana amefanya. Unajua tatizo ni kwamba anaonekana ni yeye, lakini ukienda kuangalia lile bao, tatizo lilianza wakati inapigwa cross ya kwanza, ikionekana kwamba ule mpira unatoka nje na timu nzima ikawa kama imeaccept kwamba ule mpira unatoka. Hebu angalia hiyo cross inavyopigwa. Alafu ni kama mpira umetoka nje. Ni mchezaji wa Pamba ndio alienda kuhangaika nao, lakini wachezaji wote wa Dodoma walikuwa wamesinzia. That was the first mistake. Na mistake nyingine wa Dodoma ni kama walikuwa hawana habari. Waliswitch. Yes. Na hata wakati Alisalim anakimbia, yani alikuwa kama vile tayari tulishaisha hivi. Naam, kwa hiyo utaona kosa la kwanza lilianza pale. Kusinzia ndani ya dakika 90, lazima unaweza kuadhibiwa pale anapotokea wenzako kwa mikoa bora. Sasa imepigwa hiyo, unaona kabisa anayeenda kuokota mpira pia yuko very free. Yaani sawa, Alisalim kauacha ule mpira. Kaenda kuchukua mpira. Na huoni wachezaji wa Dodoma kama wanashinikiza kweli kutaka kuzuia mpira usipigwe. Kwa hiyo imepigwa pasi free player, imepokelewa pasi pia na free player, imepigwa shoot. Alafu ndipo goalkeeper anaingia kwenye mistake yake. Wodi unafanyaje baada ya kugundua kwamba huu mpira unaokuja ni mzito na siwezi kuudaka? Upanchi uende mbali. Yeye alichokifanya ni kupunch, ukadunda chini pale, tayari unakuwa sio wako kwa sababu ushakutoka mkononi. Na pale ndipo akawapatia advantage Pamba. Kwa hiyo kwenye hili goli ni mkusanyiko wa makosa ya kiulinzi. Yaani mimi lawama za kwanza zinaenda kwenye benchi la ufundi. Kwa sababu kama kuna makosa zaidi ya moja kwenye goli linalofungwa, siwezi kuanza kumnyoshia kidole Alisalim peke yake. Ni benchi la ufundi, kwa sababu wachezaji wao wote walikuwa wamekosa concentration kwa kipindi kimoja. So naanza na benchi la ufundi. Baada ya hapo ndipo ambapo mimi nitakuja sasa na Alisalim na tabia yake, kwa sababu hiyo ni tabia yake ya mazoea, kwamba yeye kila siku kwa nini afanye improvement kwenye maeneo ambayo anastahili kuimprove. Lakini kila nikiangalia hilo goli, kuna Alisalim ana 50% za mapungufu yake, lakini 50% zingine zinatokana na timu mzima kwa ujumla. Yeah, of course ni goli zuri, na unajua kwenye kuzuia set play mara nyingi kwenye issue ya muundo sio kitu cha kwanza, au kwenye namna ambavyo wachezaji wanajipanga, kwangu mimi mara nyingi huwa inakuwa sio kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ni utayari wa wachezaji kupambania mpira, kwa sababu mara nyingi set plays huwa zinapigwa mipira ambayo inakuwa ni ya juu. Sasa mpira wa juu ambacho kinadetermine ni nani ambaye anaweza kauwin ni utayari kwanza, kwamba wewe una utayari wa kupambania mpira. Ukijaribu kutizama wachezaji wa Dodoma Jiji kwenye hiyo situation, kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasema kwamba
hawakuwa active kwa 100% kwa sababu walipaswa kufuatilia mpaka mwisho kule mpira ukiwa unatoka nje kabisa. Lakini direct tupatie picha hapo ya maelezo ya bwana. Sasa bad luck ni kwamba wamekata tamaa kipindi ambacho mpira bado haujatoka nje. Then mtu akaenda kupata mpira, bado hakuna mtu ambaye anaenda kumwekea pressure, pengine labda apoteze mpira au apige pasi kwenye eneo ambalo pengine inaweza ikawa ni rahisi kwa wao kuweza kuchukua mpira kwa maana ya kurejesha kwenye umiliki wao. Lakini tazama mchezaji mwingine ambaye ameureceive mpira, sawa, na amepiga ule mpira ambao umeenda golini kwa Al Salim. Unaona ni mtu ambaye pia alikuwa free, yani mbele yake kulikuwa hakuna mtu ambaye anamgasi kiasi hicho. Unaelewa Lakini baada ya hapo mpira umedondoka kwenye boxi, Al Salim amefanya alichokifanya. Nenda kaangalia sehemu ambayo Judika alikuwepo. Free anaupiga mpira kwenye wavu. Kwa hiyo hapo utakubaliana na mimi kwamba kuna namna ambavyo safu ya ulinzi ya Dodoma ilikosa utayari wa kuweza kupambania mipira ambayo ilikuwa inadondoka ndani ya box. Kwa hiyo ni goli zuri pia. Na ni goli ambalo amefunga kikosi cha Papa Tupu Salina, na kama ambavyo unajionea alikuwa akielekea hivi Al Salim Khator kwenda kudhibiti mpira, lakini taratibu alafu akaona huko usiende. Ni ile ikawa inakwambia wewe toka huko ndani, nilikwambia tukutane nje. Haraka na alirudi akakutana na mkwaju ndio umesindikwa. Sema lakini catching neck kweli Al Salim inabidi afanyie kazi. Yaani maamuzi aidha kama una catch na kufanya tathmini ya kujua kama nina uwezo wa kukatch mpira au hapana. Upake mafuta, labda pengine punch uende mbali, yani unajua lazima uamue. Hizo ni shida ambazo amekuwa nazo. Kama una uwezo wa kukatch na ukanani, na hilo ndo tatizo pia ambalo golikipa wa sasa wa Simba analo. Yani hicho ambacho anakifanya Al Salim ndio pia ni mapungufu ya golikipa wa sasa Kasali huyo. Kasanja. Kama mnakumbuka game ya Singida na Simba kwenye Sekafa, utakumbuka kuna goli ambalo Simba walifunga kusawazisha lile. Sehemu ya kupanchi kapanchia hapo. Ndio the same mistakes ambazo wanazifanya bwana mdogo Al Salim. Kwa hiyo kuna kitu ambacho huwa nasema mchezaji golikipa mzuri kazi yake kubwa ni kuhakikisha mpira uingii wavuni. Haijalishi wewe umesave, umepunch, lakini hakikisha mpira uingii wapi? Wavuni. Lakini usitengeneze mazingira rahisi ya mtu kukwamisha mpira kwenye nyavu yake. Sasa bahati mbaya ni kwamba hawa magolikipa wote wawili wanatengeneza urahisi kwa mpinzani kupata bao pale ambapo mpinzani wampigiwa mpira mzito na kushindwa kufahamu kwamba huu ni mpira wa uzito gani. Makadirio kujua kwamba huu ni mpira wa uzito gani ni ufanyie nini. Hiyo ni sehemu ya kwanza kwa golikipa ambaye anaweza kumwangusha. Na naiona hiyo kwa magolikipa hao wawili. Na kama kuna kitu pia kama umegundua hivi, unajua Tanja tunamzungumza pamoja na madhaifu yake aliona Tanja Kasali wa Simba kwenye 1 against 1 yuko vizuri sana kama umegundua. Lakini pia hilo ni eneo ambalo hata Ali Salim pia akiwa Simba alituonyesha alikuwa vizuri. Ukiachilia mbali Ayubu Lakredi akiwa Simba kwenye 1 against 1 alikuwa vizuri sana. Sasa sijajua yani inakuaje. Inawezekana labda ni labda kuna kwenye ile coaching team au ya Simba inawezekana ni wao wana ubora sana eneo hilo au namna gani, au tu ni kwenye scouting aina ya mtu ambaye anatafuta walinda mlango, labda pengine hicho ni moja kati ya vitu ambavyo wanavitazama kwa ukaribu. I don't know. Kwa sababu unajua kwenye hicho kipindi ambacho unakizungumza Aishi pia alikuwepo. Yes. Aishi sehemu gani ambayo unaona game yake ilikuwa na mapungufu sana? Ni mguuni tu kwenye kucheza, lakini kwenye kukechi mipira, kwenye kutokea kwenye 1v1, Aishi alikuwa vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani ni coincidence tu inatokea kwamba walinda milango hao watatu ambao umewataja, wote wamepita Simba alafu wote wana hiyo changamoto. Kwa sababu Tanja tunayozungumza. Sema changamoto, nasema ile strength walionayo. Yaani wamekuwa bora sana kwenye eneo hilo. I don't know, ndio maana nilikuwa najiuliza kwamba mfano 1v1. Unajua 1v1 maana yake golikipa anachokifanya akishatengeneza kwamba goli lionekane dogo kwa mpigaji, ana nafasi kubwa pia yeye mwenyewe kuweza kujua ku-anticipate, kwa sababu yule mshambuliaji inabidi atafute engo gani apige mpira unless awe na uwezo mkubwa. Sasa angalia aina ya wachezaji anaocheza nao kwenye ligi. Je, wana uwezo wa kumbit kwenye hayo maeneo? Finishers wetu wengi ni wazuri kwenye finishing, ambao hilo tatizo letu kubwa. Hatuna watu wengi ambao wanaweza kufanya finishing kirahisi kwenye ligi yetu. Ndio maana magolikipa pia watimgira wanaonekana wazuri sana, kwa sababu 1v1 lazima uwe na mtu ambaye ana utulivu sana kwenye akili yake. Kwa hiyo kana composure anaweza akafunga, lakini kama hana composure, ana papara,
Tatizo ni kwamba wengine wanafungwa sasa mazingira hayo. Yaani unajua rate. Bana Yasin. Naam. Hatuwezi kuhama kwenye huu mchezo. Na hatujamzungumzia Zabona Mayombe. Itakuwa hii yani hiyo itakuwa ni dhambi utapeli. Shilingi 10 ile. Kaka. Utakuwa ni utapeli kweli kweli. Unajua kipi ambacho kimekuvutia kwake ambako kasema magnificent. Kwanza unajua kwenye coaching ama kwenye namna ambavyo unaweza ukawa unamtazama kocha, moja kati ya kitu muhimu sana ambacho kocha anapaswa kuwa nacho na anapaswa kuwa bora kwenye hicho ni kitu fulani tunaita profiling, yaani uwezo wa kumtazama mchezaji na kujua kwamba ni majukumu gani na ni eneo gani akicheza anaweza kutoa kitu bora zaidi kuliko eneo lingine lolote lile. Kwa sababu mchezaji anaweza akacheza kwenye eneo la beki wa kushoto kwa mfano, sawa? Akacheza vizuri tu. Lakini huyo mchezaji inawezekana kumbe akicheza kwenye eneo la midfielder ama la kiungo mkabaji anaweza kukupa kitu bora kuliko anachokupa kwenye eneo la beki wa kushoto. Kwa hiyo mwalimu unapaswa kuwa unajua mchezaji fulani huyu kwa sifa zake zilizopo ni mtu ambaye anaweza kanipa kitu bora akicheza kwenye eneo fulani kiwanjani. Sasa leo nimekiona hicho kitu kwa mwalimu Francis Baraza, ametusurprise kwa sababu Zabona mara nyingi sana tumezoea kumuona akiwa na operate kwenye maeneo ya pembeni ya kiwanja. Lakini leo Zabona amecheza kwenye eneo la ndani. Eneo ambalo ukijaribu kutizama kile ambacho alikuwa anakifanya, unaona ni perfect fit kwenye sifa zake alizonazo na kile ambacho namba 10 anahitajika kuwa nazo. Unajua Zabona moja kati ya kitu ambacho ni sifa yake ni uwezo wa kulinda mpira mguuni kwenye tight spaces, lakini uwezo wake wa kupasia mipira kwenye maeneo ambayo mtu mwingine anaweza akawa hajaona, yani ile jicho la pasi Zabona analo. Na ukijaribu kutizama leo mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi kiwanjani alikuwa ni Zabona Mayombe, yani kwenye mechi nzima alikuwa ni yeye, na sio chance ambazo vingine zinakuwa labda mpira wa cross swing, yani anapiga ile through balls zile ambazo mtu kabisa anaweza akakimbia nyuma ya safu ya ulinzi ya wapinzani then akasababisha madhara. Lakini vilikuwa vinatokea vitu ambavyo kwa kiasi kubwa nadhani pia hata quality ya watu ambao walikuwa wanapigiwa hizo through balls ilikuwa kuna changamoto ya kuexecute. Sasa ukijaribu kutizama hizo sifa ambazo nimekwambia ndio ambazo namba 10 anapaswa kuwa nazo, kwa sababu wewe unacheza kwenye eneo ambalo tunaita zone namba 14 mara nyingi. Pale ni eneo ambalo kuna wachezaji wengi sana, wanasema congested zone, yani kwa maana ya kwamba unakuwa nyuma yako kuna mabeki wawili wakati. Eneo ambalo upo wewe kuna viungo wawili wakabaji wa timu pinzani. Lakini pia sometimes kuna teams zinakuwa na beki wa pembeni ameinvert kuja hapo. Kwa hiyo sometimes ni eneo ambalo linakuwa na wachezaji 4 mpaka 5 ambao wanaliprotect. Kwa hiyo lazima wewe utakuwa kwenye mazingira ambayo yatakuwa sio rahisi kwa wewe kuulinda mpira. Kwa hiyo lazima uwe vizuri sana technical. Sasa ukimwangalia Zabona ana uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo nadhani kama kuna uwezekano aendelee kutumika kwenye lile eneo. Sasa hebu na michezo, ni dakika 30 hizo za kutizama mchezo kati ya kikosi cha Pamba Tupu Salina na dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa sasa tutakwenda kutizama namna ambavyo football video support imetumika katika huu mchezo kati ya kikosi cha Pamba dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini pia Mwana Kibuta alikutana nacho baada ya kujaribu kumshinikiza mwamuzi aende akatizame tukio lile baada ya goli kuingia uwanjani. Wanasema ametoa kali. Goli kuingia golini kwa Ali Salim. Mwana Kibuta alionekana mpira kuingia golini. Goli kuingia golini. Mpira kuingia golini. Maana mimi nimesahihisha na mimi nimekosea. Mpira kuingia golini na goli kupatikana. Kwa hivyo akamtikisa kidogo mwamuzi. Unajua ile? Kapteni huyo wa Dodoma Jiji. Sasa mimi kilichoniuliza, yani kilichonifikirisha, vipi kapteni hajui taratibu za matumizi ya football video support?